Kama ulikuwa unashindwa kuweka akiba kabisa, 2026 umedhamiria nataka nianze kujifunza kuweka akiba, hizi ni tips ambazo zitakuongoza. Tip number 1. Jifunze kutenga akiba yako kabla hujafanya matumizi yoyote. Yaani huu ndio mwarobaini namba 1. Kwa sababu kwa nini unashindwa kuweka akiba? Huwa unasubiria utumie fedha, ukimaliza kutumia fedha ile itakayobakia ndo uje uweke akiba, alafu huwa haibaki. Ndio maana unashindwa kuweka akiba, kwa sababu unasubiria fedha inayobaki ndio uweke akiba. Kanuni inakwambia pay yourself first. Jilipe mwenyewe kwanza. Tenga sehemu ya akiba kabla hujafanya matumizi yoyote. Sawa eh? Jambo la pili, amua hivi, nitakuwa mimi ninachukua labda 10% au 20%. Yani uwe na kamkakati kakukuongoza. Safari bila mpango haiendi. Utakuwa unatenga labda kiasi fulani, labda kila siku au kila wiki, au unatenga 10% fulani. Kwa hiyo kuna mikakati miwili. Mkakati wa kwanza ni wa kiasi, mkakati wa pili ni wa 10%. So you can decide iwe ni kiasi fulani kila siku au kila wiki. Mimi napendekeza iwe kila siku au kila wiki, sio kila mwezi. Kila mwezi ni mbali sana. Uweze kujenga tabia kwa kufanya jambo mara moja kwa mwezi, mara 12 kwa mwaka. Tabia haiwezi kujengwa kwa namna hiyo. Huwezi kupinga namna hiyo. Kwa hiyo jifunze angalau uwe unafanya angalau kila siku au kila wiki. Kama italazimu kwamba uwe unatenga 10%, basi tenga 10%, labda 10 au 20 au zaidi kulingana na malengo yako. Hiyo ni njia ya kujifunza kuweka akiba. Jambo la 3, tip number 3. Kama nataka kuweka akiba na ulikuwa huwezi, usianze na fedha nyingi, anza na kidogo kidogo. Ndio maana naambiwa kama huwezi kuweka mamilioni, weka malaki. Huwezi kuweka malaki, weka maelfu. Huwezi kuweka maelfu, weka mamia. The issue is not about kiasi. The issue ni ile tabia unaoijenga. Sawa? Tabia ni muhimu kuliko kiasi. Hatufanikiwi kwa kufanya kitu kikubwa mara moja. Tunafanikiwa kufanya vitu vidogo vidogo mara nyingi vinavyojenga tabia, culture, utaratibu, utamaduni. Sawa? Anza na kidogo kidogo. Usikimbizane wala usishindane na mtu yeyote. Hizi tip zinaweza kukusaidia. Tenga kabla hujafanya matumizi, amua iwe 10% au kiasi, alafu anza na kidogo kidogo. Niambie tip gani umeipenda na unaenda kuishi nayo 2026 mpaka kieleweke. 2026 ni mwaka wa kusave na kuinvest. Kama umeelewa somo hili na umeipenda content hii, niandika kwenye comment hivi: 2026 ni mwaka wa kuweka akiba na kuwekeza. 2026 ni mwaka wa kuweka akiba na kuwekeza. Kama umeipenda, naamini inamfana jirani yako, mpelekee, lakini usiache kutufuatilia ili kujifunza zaidi. Kama nataka tuje tujifunze pamoja, tuje tufundishane elimu ya fedha nyumbani kwenu kwenye familia. Sasa hivi tuna program inaitwa Family Workshop. Family Workshop tunakuwa na program maalum ya kuzungumza na familia elimu ya fedha ambayo hatujawahi kufundishwa shuleni. Familia tunakaa, watoto, kina shangazi, kina nani, tunakaa tunazungumza kama familia, tunajifunza elimu ya fedha. Tunatoka pale tumenolewa kabisa. Safi. Lakini kama na taasisi yako na kampuni yako, una watu wako nyuma yako, wape zawadi 2026 ya elimu ya fedha. Tuje tuzungumze uchumi. Yes. Lakini pia kama unahitaji ushauri binafsi, kibinafsi, wewe kama wewe, tunaita mentorship ya muda mfupi au ya muda mrefu. Tuwasiliane, tupeane utaratibu na mwongozo. Naamini itakuwa ni jambo kubwa sana. Kama umeipenda, usisahau kucomment hivi: 2026 ni mwaka wa kuweka akiba na kuwekeza. See you next time with Coach Amos.